ya sherehe. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapo sasa ndipo tunapoyaona makosa ya waaliko. Kosa la kwanza ni kutojali, kukataa, kutoa udhuru na kuamua kufanya mambo ya kibinafsi, kama ambavyo tumeona ya kwamba hao waliotoa udhuru, mwingine alienda shambani, mwingine alienda kwenye biashara zake. Ndivyo maandiko yanavyosema. Na hapa pametajwa tu mambo makuu mawili: shambani na biashara, kuonyesha asilimia kubwa ya watu kazi zao ni biashara na kazi zao ni za shambani, na ndizo zinazowafanya wasiitikie mwaliko wa mfalme mkuu. Mungu atusaidie sana. Kwenye Waebrania 2:3 anasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Lakini kosa jingine ni kuwakamata watumwa waliotumwa kwao na mfalme mkuu na kuwatenda jeuri. Kitu cha kwanza, maandiko yanasema hawa watumwa pia waliotumwa kupeleka mwaliko wa mfalme mkuu, hawa watu ambao walikataa, ambao hawakuitikia, ambao hata kushurutishwa walikawa vigumu kwao, maandiko yanasema wakaamua kuwatenda jeuri, kuwafanyia vibaya wale waliotumwa kwao. Wale waliokuwa wanaleta mialiko wakaamua kuwatenda jeuri, na wakaamua kuwaua. Mambo mawili: kwanza, waliwatenda jeuri, waliwafanyia ukatili, lakini jambo la pili, wakaamua kuwaua. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Ule mstari wa 6 anasema hivi, nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Unaweza kuuawa kwa sababu ya kupeleka mwaliko wa mfalme mkuu. Mitume waliuawa kwa sababu ya kupeleka mwaliko kwa mfalme mkuu. Mitume walitendwa jeuri kwa ajili ya kupeleka mwaliko wa mfalme mkuu kwa watu. Kisoma kwenye Mathayo 23:37, Mathayo 23:37 tunasoma hivi: Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Ni mara ngapi? Tumeshaona hapo awamu ambazo Mungu alikuwa anawatuma watumishi wake, awamu 3. Tumeshaona miaka mfululizo 3 ambayo mwenye shamba alikuwa akija kuangalia matunda kwenye ule mtini, lakini aliambulia patupu, akupata chochote, akupata hata tunda moja tu, akupata.
Sasa hapa tunaona Yesu anaulilia Yerusalemu, anasema Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka, lakini mkakataa. Anasema angalieni kitakachotokea sasa baada ya kukataa hizo awamu tatu. Angalieni, maana nawaambia hamtaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hamtaniona kamwe mpaka pale mtakapokubali. Kwenye Isaya anasema mtakapotii mtakula mema ya nchi. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, lakini msipotii mtaangamizwa kwa upanga. Ule mtini mtunzaji wa shamba baada ya kuutetea, lakini alikuwa na ahadi au kiapo kwa mwenye shamba. Alimwambia, naomba mwaka huu tu niupalilie. Ni kweli umekuja awamu tatu ukupata chochote, lakini mwaka huu tu ninaomba niupalilie, niutilie samadi, niumwagilie vizuri maji, na ikitokea sasa ninajiweka wakfu mimi mwenyewe, ninakuwa mdhamini wa huu mtini. Usipozaa ndipo ukate. Shoka li tayari limesha kuwekwa shinani, linasubiri tu kukata. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na kosa jingine tunaloliona ni huyu mwalikwa, na alikuwa mmoja peke yake. Aliweza kuingia karamuni, na kuonekana na mfalme mkuu kutokuwa na vazi au sare ya karamu. Mstari wa 11 na wa 13 tunasoma hivi: lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Mstari wa 13 anasema, mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakwako kilio na kusaga meno. Sasa hapa inashangaza kidogo, kwa sababu inaonekana hii karamu ilikuwa na masharti, regulations, ilikuwa na masharti, kulikuwa na vigezo, na hivyo vigezo na masharti vilipaswa kuzingatiwa. Na ndio maana unaona huyu alikuwa ni yeye tu peke yake mmoja. Kusinga kilio inatuonyesha kwamba hii karamu ilikuwa na masharti, kwamba huwezi kwenda kwa mfalme kienyeji ukiwa tu umevaa unavyotaka wewe. Kulikuwa na maelekezo, hata mavazi ya kuvaa.
na watu wote watakao kuwa kwenye ile karamu wawe wamefanana. Sasa unaweza ukasema pale mlangoni, kwa sababu mfalme alikuwa na watumishi wa kuhakikisha kwamba vile vigezo na masharti vinazingatiwa. Kwa hiyo ina maana wale watumishi walikuwa pale na walikuwa makini. Mimi nashawishika kusema mwanzo hapo walikuwa makini. Wewe katika watu wote wale yaani wameruhusu mtu mmoja tu amewapita pale. Ina maana walikuwa makini pale mlangoni. Lakini wameruhusu mtu huyu mmoja tu ameingia. Na wao baada ya bwana, yaani mfalme mkuu kuja kuingia ndani na kugundua kitu ambacho wao hawakugundua, pia iliwashangaza. Kwa sababu wangekuwa wazembe, wangeonekana watu zaidi ya yule. Lakini kinachoonekana, huyu bwana ambaye alikuja kuonekana hana vazi la harusi, na yeye alikuwa amejizatiti. Alikuwa amejipanga, na yeye alikuwa amejipanga sawa sawa. Na alishapenya sehemu zote, akajua amefanikiwa. Na hapo ndipo unapoona tofauti ya watumishi na mfalme mkuu. Hapo ndipo unapoona tofauti ya sisi watumishi wa Mungu ambao tunamwakilisha Mungu hapa duniani na Mungu mwenyewe. Kuna tofauti kubwa sana. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa ambaye angeweza kutambua au kumtambua yule mtu ambaye ameingia mle ndani alikuwa ni mfalme mkuu peke yake. Hawa watumishi wasingeweza kumtambua, ndio maana walishindwa. Na nitakwambia sababu iliyowafanya wasimtambue. Unajua Yesu alitoa tahadhari, akasema jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaoachia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Kwa hiyo huyu ndugu kilichomfanya aingie ni mavazi aliyovaa. Na yeye pia alikuwa na mavazi, kwa sababu Biblia haisemi kwamba alikuwa uchi. Alikuwa na mavazi, na ninaamini yale mavazi aliyokuwa nayo yalikuwa yanafanana kabisa na yale mavazi ya waalikwa wengine, ila vazi lake lilikuwa feki, kwa sababu wale wenzake walizingatia mavazi yao. Maandiko yanasema wale walioonekana mbinguni katika ufalme wa Mungu ni wale waliofua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo yule mfalme mkuu alipokuwa anapita kuangalia, je, mavazi ya hawa watu, je, kuna vazi lolote ambalo alijafuliwa na damu ya mwana kondoo? Ndio akamkuta yule ndugu, vazi lake linafanana, lakini hilo vazi alijafuliwa, alijasafishwa na damu ya mwana kondoo. Na nimekwambia tofauti ya watumishi wanaomwakilisha Mungu na Mungu mwenyewe katika utambuzi, katika kutambua. Ukisoma kwenye Mathayo 13 mstari ule wa 24 mpaka 30, tunasoma hivi. Haleluya. Akawatolea mfano mwingine,
akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Yakaonekana na nini? Na magugu. Kama huyu alivyoonekana akiwa hana vazi ndani ya nini? Ya karamu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, ukupanda mbegu njema katika konde lako? Ni kama watumwa ambao walikuwa wako kwenye ile karamu, wanaangalia ile karamu, wanasimamia ile karamu iende vizuri, na wao walishangaa pia kuona mbona mfalme mkuu amegundua kwamba kuna mtu ameingia hapa hana vazi la harusi, hana vazi la karamu. Wao wenyewe wakashangaa, kama hapa sasa wanashangaa, wanasema, mbona ulipanda tu mbegu njema, ulipanda tu ngano, haya magugu yametokea wapi? Anasema, limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, sikiliza hapo ndio unaona tofauti ya watumishi na mfalme mkuu. Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Sasa unaona tofauti? Yesu anawaambia yaacheni. Kwa sababu gani? Ninyi hamwezi, yani uelewa wenu ninyi, kwa sababu ngano nayo magugu yanafanana. Mking'oa mtahatarisha na ngano ambazo ni salama. Mnaweza mkang'oa ngano badala ya magugu. Kwa hiyo kazi niacheni mimi. Na hapa kuna kitu ambacho inatakiwa tukielewe, wapendwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna kanisa linaloonekana kwa macho ya kibinadamu na kuna kanisa lisiloonekana kwa macho ya kibinadamu. Hilo ndilo ambalo Mungu tu analifahamu. Sehemu nyingine maandiko yanasema, na muhuri iliyosimama ndio hii, ya kwamba Mungu anajua walio wake. Si ndio? Mungu awajua walio wake. Kwa hiyo sasa kuna wengine sasa ambao pia kulingana na hili andiko kwamba yaacheni magugu na ngano vimee pamoja, si ndio? Wamelitafsiri andiko hili vibaya, kwamba kusiwe na nidhamu yoyote kwa watu ambao wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu. Sawa? Ndio maana Mtume Paulo anasema hivi, anasema, amjui ya kwamba ninyi mtawahukumu malaika? Na kama mtawahukumu malaika, je, kwa nini msikate hukumu zilizo ndogo, mkawa na maamuzi kwa hukumu zilizo ndogo? Hapo anazungumzia kanisa linaloonekana kwa macho ya kibinadamu. Lakini inapokuja
kwenye kanisa lisiloonekana kwa macho haya ya kibinadamu. Hiyo sasa inakuwa ni kazi ya Mungu. Ndio maana namoja, na hiyo ndio inayotufanya tuamini ya kwamba hakuna dhehebu la kiroho linaweza likaitwa dhehebu la kiroho kutokana na misingi ya kiroho inayolisimamia. Lakini wale watu wanaofuata hiyo misingi mizuri ya kiroho ndio wanaoweza kuitwa watu wa rohoni au watu wa kiroho. Na ndio maana Biblia inataja ya kwamba kuna aina tatu za Wakristo: Wakristo wa rohoni, Wakristo wa kimwili au mwilini, na Wakristo wachanga. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna watu ambao wataaibika siku ile ya mwisho, kama ndugu aliyetolewa. Na wataaibika kwa sababu gani? Hawa watu, huyu ndugu, unajua alikuwa anajitahidi, alifanya jitihada zote kuwaficha wanadamu uovu wake. Yaani alifanya jitihada zote anazoweza, na alishaona amefanikiwa. Kama alishaingia harusini, kwenye hiyo karamu, kama walikuwa wanacheza, na yeye alikuwa anaselebuka tu humo ndani. Lakini mambo yalibadilika. Yule mfalme mwenye sherehe, mwenye shughuli yake alipoingia, ndipo mambo yalipobadilika, ndipo alipoumbuliwa yule ndugu. Anaulizwa, ndugu, umeingiaje? Maandiko yanasema akatikiwa, yaani akashangaa. Yeye mwenyewe anashangaa kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba yeye kishaingia na ana uhakika na mbinu zake alizotumia, alishajua amefanikiwa. Kwa hiyo hata yeye akashangaa, imekuwaje, mbona naumbuliwa tena? Maandiko yanasema mfalme mkuu mwenye shughuli yake akawaambia watumishi wake, mkamateni, mtoeni nje, mfungeni huko, mkamtupe nje huko, ndiko kutakuwa kilio na kusaga meno. Alijaribu kuficha kwenye ile Methali 28:13, alijaribu kujificha na kuficha uovu wake. Maandiko yanasema, afichaye dhambi hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye atapata rehema. Unajua, tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanajaribu kuficha uovu wao, wanajaribu kuficha uovu wao, wanaua, wanajaribu kuficha uovu wao. Kama vile Musa alivyomuua yule Misri, akamfukia kwenye mchanga, akajua hakuna anayeona, akajua hiyo ni siri, hakuna mtu anayejua. Lakini kesho yake tu anaenda kuwapatanisha ndugu zake Waebrania, wamegombana, ndipo alipojua kumbe hamna siri. Yule Mwebrania mwenzake anamwambia, nani amekuweka wewe kuwa mpatanishi? Unataka kuniua kama ulivyomuua yule Misri? Akajua hapa hakuna siri. Mambo yameshaharibika. Na hiyo ilitokea kwa sababu gani? Neno la Mungu linasema hakuna lililositirika, hakuna jambo lolote lililositirika. Yaani jambo lolote ambalo limefichwa, ambalo halitafunuliwa, litafunuliwa tu. Litakuwa wazi, hata kama limefanywa usiku wa giza nene, litajulikana tu. Kwa hiyo huyu alikuwa ameona kwamba ameshafanikiwa kule kujificha kwake, ameingia na mavazi ambayo yanafanana na ya wale waalikwa,
lakini alikuja kuumbuliwa. Hakuhukumiwa na kanisa linaloonekana. Sawa? Tumesema kwenye kanisa linaloonekana, ukionekana unafanya vitu tofauti kwa kuchunga nidhamu, unaweza ukahukumiwa. Biblia inasema huyu, kama kunatokea mtu mzinifu ana tabia mbaya, anasema mtu huyo muondoeni kati yenu, kwa sababu ameonekana kwenye kanisa hili la macho haya ya kimwili, ameonekana kuwa ana tatizo. Lakini mtu anaweza akajificha, asionekane na mchungaji, asionekane na washarika, lakini 18 yake ipo, kama ilivyokuwa kwa huyu nani, huyu ndugu alifanikiwa akaingia kabisa karamuni, lakini alikuja kutolewa, alikuja kuaibika, akapata aibu ya milele. Mungu atusaidie sana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na pia kuna macho, sababu kuna kanisa linaloonekana na lisiloonekana. Pia kuna macho ya kiroho na macho ya kimwili. Tunaona kile ambacho Elisha alikuwa anakiona na kile mtumishi wake alichokuwa anakiona, ilikuwa vitu viwili tofauti. Ndio maana sehemu nyingine Mtume Paulo anaandika, anawaombea kwenye zile nyaraka, kwenye yale makanisa, anawaombea kwamba macho ya mioyo yao yatiwe nuru. Na Yesu akawaambia wanafunzi wake, heri ninyi macho yanayoona na masikio yanayosikia. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kosa jingine ambalo linafanana kabisa na yale ambayo nimeshasema tayari ni kujidanganya au kudanganywa na usugu wa kudanganya wanadamu. Nisikilize vizuri hapa. Huyu ndugu alijiamini, yani alikuwa na ujasiri wa kuingia humo ndani, na anajua kabisa hii karamu ni ya mfalme mkuu, lakini alikuwa na ujasiri wa kuingia mle ndani kutokana na kujidanganya au kudanganywa na usugu wa kuwadanganya wanadamu. Nisikilize vizuri. Yaani huyu alishakuwa sugu, yani alikuwaga ni mtu ambaye amebobea katika udanganyifu, katika uongo. Yaani alikuwa ni tapeli wa hali ya juu. Yaani alishakuwa sugu. Yaani ameshindikana na ana kiburi cha mazoea ya kuwadanganya wanadamu. Kwa hiyo alifikiri anaweza hata akamdanganya na Mungu pia. Yaani alishakuwa na usugu. Ni kama vile tapeli, amesha tapeli mara nyingi sana na akamatwi. Sasa anaenda kutapeli au kugusa mahali ambapo apaguswa, na hapo ndipo mwisho wake ulipofika. Mungu atusaidie sana. Kwenye Galatia anasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, lakini chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo ikafika wakati wa yeye na udanganyifu wake kuvuna ambacho alikuwa amekipanda kwa muda mrefu. Kwenye ile Matendo 5 mstari wa 1 na kuendelea tumesoma habari za Anania na Safira. Hawa inaonekana walikuwa wamezoea kudanganya kabla hawajawa kwenye kanisa. Na kwa sababu walikuwa wamezoea kudanganya, wakawa na usugu. Yaani hata hawaangalii
mahali gani pa kudanganya. Walikuwa wanadanganya wakiwa kule nje, lakini sasa wamekuja kwenye ushirika mtakatifu. Watu waliokaa pamoja, watu walionia mamoja, watu waliopatana kufanya jambo moja. Na maandiko yanasema wakakubaliana kwamba kila mtu auze kitu chake, kama ni shamba, kama ni nini, ile pesa ambayo ameuza ailete kwa mitume, iwekwe pamoja, itumike pamoja. Lakini tunaona huyu Anania na Safira walipouza kiwanja chao, wakakubaliana kuzuia kwa siri sehemu, wakakata. Watu wanasema wakapiga panga wakapiga panga, wakakata ile sehemu ambayo waliuza, alafu wakaileta kanisani kwa Petro. Petro ndiye alikuwa kiongozi, na kwa sababu Roho wa Mungu huwa anafunua mambo yaliyoko sirini, akamfunulia Petro kwamba hawa hizi hela walizoleta wamebakisha nyingine. Sasa anawauliza, je, hii hela mlioleta ndio hii mlioiuza kule? Tena unajua Mungu ni mwenye haki, hawakuja kuulizwa kwa wote wakiwa wawili. Sijui ilikuwaje tu, Mungu alikuwa anajua. Kila mtu akaja kwa zamu yake, kwa nafasi yake. Na ndio maana maandiko yanasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa babaye, wala baba hata uchukua uovu wa mwanaye. Mke hata uchukua uovu wa mume wake, wala mume hata uchukua uovu wa mkewe. Sasa Mungu akaruhusu akaja tofauti ili kila mtu aulizwe kivyake. Kaja mwanaume ambaye ndiye kichwa, ndio kiongozi. Siku zote anayeanza kuulizwa ni kiongozi, kwa sababu kiongozi anatakiwa yeye, kama kuna jambo linaharibika, yeye ndio asimame kama kulirekebisha au kuzuia uharibifu. Sasa anaulizwa Anania, hizi hela ndio kweli mliuza? Akasema kaambiwa, imekuwaje kumwambia Roho Mtakatifu? Wewe unafikiri unaongea na mimi hapa? Unaongea na Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema akaanguka chini akafa. Wakati ule hakukuwa na sehemu za kutunzia maiti. Vijana akaambiwa, ilikuwa kitu mtu akifa kazi ni moja tu, vijana wachukue wakazike, basi biashara imeisha. Vijana wakachukua wakaenda wakamzika. Haya, baadaye tena anakuja mke wake, anaimba na shangilia, anafika pale anaulizwa, mliuza kiwanja kwa bei? Akasema ndio. Akaambiwa, nyayo za miguu ya vijana waliomchukua mume wako kwenda kuzika hata haijafutika. Hiyo hapo, hizo hapo nyayo unazoziona hizo ndio zimebeba maiti ya mume wako kwa uongo huo unaousema. Maandiko yanasema na yeye akaanguka chini akafa. Vijana wengine wakachukua tena maiti yake kwenda kuzika, sababu ya kujidanganya na usugu, kama vile Yuda Iskariote. Na yeye Yuda na yeye alishakuwa sugu. Maandiko yanasema alikuwaga ni mwizi. Kwa hiyo anaenda kuwaambia wale wakuu wa makuhani, nipende tu vipande 30 mimi nitamsaliti. Akili yake yeye alikuwa anajidanganya, anaona Yesu ni superstar. Mara ngapi huwa wanajaribu kumkamata, hawatamweza. Mimi nitakula hela zao tu, wajinga, tachukua tu hela zao, hawataweza kumkamata Yesu. Mimi ninavyomjua Yesu, atawachenga tu. Usugu, fanya vitu kwa mazoea. Lakini sasa unaona, anashangaa
amembusu Yesu. Yesu akasema, uhai nilionao ni wangu, ni mimi ninaoutoa ili niutoe tena. Ni mimi. Hawa hata wakinikamata wanatimiza tu kile ambacho nimeandikiwa, kwa sababu uhai ninautoa mimi mwenyewe. Anawaambia, nilikuwa pamoja nanyi muda wote nikiponya watoto wenu, nikiponya watu wenu, hamkuweza kunikamata, lakini kwa sababu saa ya giza imefika, timizeni kusudi lenu haraka. Wakamkamata saa ya giza. Yuda Iskariote anashangaa, hivi kweli wamemkamata? Yaani haamini macho yake, kweli wamemkamata. Kaanza kufuatilia, kaanza kuteswa Yesu, bebeshwa msalaba, pigwa mijeledi. Yuda anafuatilia tu, kweli wamemkamata leo? Mbona maajabu haya, mbona sijawahi kuona? Anasulubishwa. Yuda bado anategemea tu muujiza. Hivi kweli? Wakati dhamiri imeanza kumshtaki, kwa nini nimefanya hivi? Na hela anazo mfukoni vile vipande 30. Alipoona Yesu amekata roho, Yusufu Arimathaya ameomba kibali cha maiti ya Yesu, ameenda kuzika kwenye kaburi lake. Hapo akaamini, akasema hii sio sinema, ni kweli. Mimi nifikiri utani, lakini kumbe ni kweli. Sasa nifanyeje? Maandiko yanasema akajuta kweli kweli. Baada ya majuto akasema, hata hizi hela ndio zilizonifanya mimi nimsaliti Yesu. Kwa hiyo hata hizi hela hazina maana kwangu, ni bora nizirudishe. Akawaendea wale waliokubaliana naye, akamwambia, chukueni hizi fedha, nimeisaliti damu isiyokuwa na hatia. Wala wanamwambia, sasa sisi inatuhusu nini? Baada ya wale kuzikataa, akazitupa pale, akaondoka, akaenda kujinyonga. Na wale wanasema zile fedha, vile vipande 30, wakaenda kununua kiwanja cha makaburi cha kuzikia, kwa sababu hizo fedha zilikuwa zinanuka damu, zina harufu ya damu, hazikufaa. Wao wakaona hata kuzitumia tu itakuwa ni laana kwao. Hata kuzichukua tu wao wakaona zitakuwa ni laana, afadhali tuzielekeze wapi? Kwenye kununua eneo la kuzikia, sababu ya usugu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Na tunaona matokeo yake ni ghadhabu ya mfalme mkuu kuchukua hatua kali kwa watesaji na wauaji. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Wale waliowatesa watumishi waliotumwa, maandiko yanasema ya kwamba mfalme aliposikia kwamba wamewatesa na wamewaua wale watumishi, alituma jeshi lake, alitoa jeshi lake kwenda kuwaangamiza. Na kwenye Yohana 3:19 anasema, na hii ndio hukumu ya kwamba nuru imekuja ulimwenguni, watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa sababu hao waliletewa mwaliko lakini wakakataa. Kwa hiyo Mungu akakasirika, mfalme mkuu akakasirika, akatuma jeshi lake kwenda kuangamiza. Na ukisoma pia kwenye Warumi 1:18-19 anasema, ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Mungu atusaidie sana. Haleluya.
waipigao kweli kwa uovu. Anasema kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Unaona, watu watahukumiwa kwa sababu tu tayari Yesu Kristo alishakuja na ametuma pia watumishi wake, kama yule bwana mwenye karamu, mfalme mkuu alivyopelekea watu ujumbe, lakini wao wakakataa, na bado wakawatesa wale waliotumwa kwao, na bado wakawaua. Lakini tokeo jingine tunaona ya kwamba lengo la Mungu huwa linatimia, kwa sababu tunaona wale walioalikwa baada ya kukataa, Mungu akashurutisha waalikwa wengine na karamu ikajazwa, na lengo la mfalme mkuu likaweza kutimia. Kusoma kwenye Mathayo pia anasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa hiyo kama Mungu aliandaa karamu na alikusudia ile karamu ijazwe, neno lake litatimia. Kwenye Yeremia pia anasema ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Kwa namna yoyote ile neno la Mungu litatimia. Anasema walioalikwa hawakustahili. Sehemu nyingine Yesu akasema makahaba na watoza ushuru wamewatangulia. Kuna watu wamebaki tu kujisifia kwamba wameokoka, wamebaki tu na jina la kusema wao wameokoka, lakini maisha wanayoyaishi hayaendani na kile wanachokisema, hayaendani na ukiri wao. Sehemu nyingine anasema, maandiko anasema wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, lakini kwa matendo yao wanamkana. Matokeo mengine ni upumbavu wa yule aliyeingia bila karamu uliweza kudhihirika, na upumbavu wake ulitokana na yeye kujidanganya na kuepuka gharama ya wenzao ambao waliamua mavazi yao yafuliwe na damu ya Yesu. Kusoma kwenye Mathayo 7:24-27 anasema Yesu anatoa mifano ya watu wawili, mmoja alikuwa ni mwenye busara, mwingine ni mpumbavu. Kwa hiyo wale ambao walifua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo walikuwa ni wenye busara, lakini yeye alikuwa ni mpumbavu, na upumbavu wake ukadhihirika, ukaonekana, ukawa wazi. Kwenye Wakorintho wa pili 5 mstari wa 10 tunasoma hivi: kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili kadri alivyotenda, kwamba ni mema ama au mabaya. Naona ndugu alidhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, na upumbavu wake tunaona yeye, hata ile kuona wenzake walivyokuwa wanaandaa mavazi yao kwa njia sahihi, kwa njia ambayo ingewapa uhakika wa kuingia kwenye ile karamu bila kubugudhiwa, lakini yeye aliona, lakini hakutaka kufanya kama wenzake walivyokuwa wanafanya. Hakutaka kujifunza kwa wenzake, na maandiko yanasema ajitengae na wenzake utafuta matakwa yake mwenyewe, kushindana na kila shauri lililo jema. Lakini angekuwa na wenzake
hata wangeweza kumwambia, angekuwa karibu na wenzake, lakini alitegemea mimi nitaingia kwa njia zangu ninazojua mimi. Lakini angetafuta ushirika na wenzake, hata angewaangalia, hata angesema ninyi nguo zenu mbona ziko tofauti na yangu, japo zinafanana, lakini ninyi mavazi yenu yamekuwa meupe sana, yamesafishwa sana, kama kitani safi sana, isiyofanywa na kiwanda chochote cha ulimwengu huu. Futa kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Anasema kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita, hayapo tena. Sehemu nyingine anasema tazama na yafanya yote kuwa mapya. Na Mungu alibariki neno lake. Shangilie Mungu zaidi. Shangilie Mungu zaidi na zaidi. Shangilie Mungu zaidi na zaidi. Tunaweza kusimama. Tunaweza kusimama. Kwa kuwa umemchagua Mungu ili aongoze maisha yako ya kiroho na ya kimwili, Mungu huyu uliyejimimina kwake atakubariki na kukulinda, atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili, tena atakugeuzia uso wake na kukupa amani. Tuseme hakika wema na fadhili, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Na Mungu awatendee mema katika mwaka huu wa 2026, na watu wote tuseme amen. Shangilie Mungu.